Muda mwingine najiuliza, tunaishi ili tufe ama tunaishi ili tutafute na kufa? Pana, tunaishi kwa sababu ni kwa kusudi la Mungu ambalo ndi kila mwanadamu atapata kuishi na kulitimiza kusudi lake. Na Mungu kusudi lake ni tumwabudu na tumnyenyekee yeye. Changamoto za maisha zisikufanye ukamkufuru Mungu, na njaa yako isikufanye ukamwona Mungu hafai kwako, na changamoto ya ndoa yako usione kama Mungu hayupo, na changamoto ya maisha yako usifanye kuwa kikwazo wewe kwa wengine. Kama unaamini kwa mganga niko kunalipa, basi usikampoteze na mwingine, kwa sababu utakuwa umetenda dhambi kubwa sana ambayo hutokuja kusamehewa katika maisha yako. Hakuna dhambi kubwa kama kumpoteza mtu alafu akapotea wazima na asirudi. Heri yule anayeshauri katika wema hata kama ni mbaya, maana pia na sababu yake. Heri yule atamshauri baya na yeye ana sababu yake. Kadhalika mnapokea mema kwa sababu mnapaswa kupewa vile vinavyostahili. Mnapewa mabaya ni kwa sababu roho zenu zimejaa usuhuda na roho mbaya na uchoyo na ubinafsi. Ndio maana mshindwa kufanikiwa wala kuona nusu ya mafanikio ya maisha yako. Mungu amekutenga mbali na mafanikio yako kutokana na moyo wako jinsi ulivyokuwa mzito kati hivyo na ulivyokuwa na roho mbaya. Unaweza kufanikiwa ndio, lakini si kwa kusudi la Mungu. Mwisho wa siku hata zile pesa usiwe na laana nazo. Umakini ni jambo la kujua ni wapi unapokosea na ni wapi kwa kusimamia, kwa sababu kila jambo lina mwanzo na mwisho. Mwisho wako ni ukaribu sana kuliko mwanzo wako, kwa sababu mafanikio yako yatakuwa ya ghafla na kufilisika kwako kutakuwa kwa ghafla, hata kufa kwako kutakuwa kwa ghafla. Maskini, zile mali ambazo ulizopata hazitakuwa na nafasi ya kukutetea, mara utaziacha duniani huku watoto wako wakizigombania, na hata ule mwili wako uliokuwa unajivunia nao utakukataa, na mwili utaliwa na mchwa na vitu ambavyo na wadudu walio chini, na mifupa nayo itaoza na kuharibika. Utakuwa ni mtu ambaye umeharibika. Roho yako ndiyo itenda kusimama kama ulivyokuwa umekuja duniani ukiwa uchi, na utaondoka ukiwa hivyo hivyo. Kwa cha msingi hapa ni kuishi kwa sheria katika Mungu, katika nguvu na katika matumaini, kuamini hata kama hayupo, ila amini na sadiki, kwa sababu hutoamini lakini ukija kukukuta ndo unakuja unaamini, kumbe kuwa inakuwa hivi. Jambo la busara ni la hekima sana, ndugu zangu. Kwa hiyo msikalii na kuongea vitu ambavyo visivyo na msingi.